Mtazamaji, ni siku ya Jumatano na sehemu yetu ya pili inaangazia kinachoendelea hivi sasa katika maeneo mbalimbali, ambapo tutajaribu kuzungumza na wanahabari wenzangu. Kwa mfano, niko na Nika Wambua ambaye yuko katika sehemu fulani hapa jijini Nairobi. Atatuelezea yale ambayo ametuandalia kuhusiana na kura ya mchujo kaunti ya Nairobi, na vile vile tutakuwa naye Lofty Matambo akiwa katika kituo kikuu ambacho kinapokea hesabu ya kaunti ya Nairobi. Pia atatujulisha kinachoendelea katika sehemu hiyo, lakini kwanza kabisa mtazamaji, wacha tupatane na Nick Wambua ambaye kama unamwona hivi sasa hapo atatuelezea yuko wapi. Lakini labda tukutuarifu Nick, kunaendelea nini? Je, shughuli hii ya kura ya mchujo katika sehemu ambayo iko inaendelea vipi? Imeisha ama kura zishaanza, hesabu ishaanza kupigwa? Shukran sana Alimanzu. Siku ya leo mchana mzima nimeshinda katika eneo bunge la Makadara, ambapo mida saa 10 tumeona kuwa vitu vingi vilikuwa viko tayari kufunga shughuli hiyo ya kura ya mchujo. Lakini kwa sasa niko katika shule ya msingi ya St. George's hapa jijini Nairobi, ambapo bila shaka ndipo ambapo kura zote za eneo bunge la Dagoretti Kaskazini basi zitakuwa zinafika katika muda mfupi ujao. Maana naarifu kwamba bado hakuna kitu ambacho kimeweza kutuma matokeo tayari. Lakini Alimanzu, tu kwa kifupi, maana sitaki kuchukua muda mrefu, ni kuwa tuna wadi 5 ambazo zilikuwa zinashiriki kura hii ya mchujo katika eneo bunge hili la Dagoretti. Tulikuwa na vituo 28 ambavyo bila shaka ndipo uchaguzi ama kura hii ya mchujo ilikuwa ikifanyika. Na hivyo basi Manzu, taarifa niliona ni kuwa kwa sasa chama cha Jubilee kitakuwa kinatumia teknolojia kuweza kuwapasha wale wahusika kuhusiana na matokeo ya kura hizi. Lakini kidogo tu ndashirikiana naye ambaye msimamizi ama returning officer kwa kimombo, ambaye anashughulikia swala hili katika eneo bunge la Dagoretti. Vipi bwana, na jina lako ni nani? Hebu tueleze ni vipi ambavyo mtaweza kupata taarifa hizi za matokeo. Jina langu ni Joe Kinuthia. Mimi ndiye returning officer wa Dagoretti North. Chama chetu cha Jubilee kimetengeneza mikakati ambayo tutatumia kuleta matokeo. Kwanza nataka kusema tutatumia njia ya kidijitali, digital transmission of results, ambapo center yetu kubwa ya Jubilee secretary itapata matokeo pamoja na mimi returning officer hapa. Naam, na tuzungumzie tu shughuli ya leo. Ni matatizo yapi ambayo umekumbana nayo sana kama kama eneo bunge la Dagoretti Kaskazini? Dagoretti Kaskazini tumepatana tuna changamoto mbili. Kwanza, kulikuwa na kiongozi mmoja ambaye wa chama cha upinzani ambaye aliweza kutuletea vijana kutoka chuo kikuu cha Nairobi ambao walitupatia shida kidogo, lakini swala hilo litatuliwa. Na hebu tueleze kwa sasa mmejitayarisha kivipi? Kuna sehemu ambazo tayari zimemaliza shughuli hii na kuweza labda kuleta matokeo? Ndiyo, kuna sehemu kama 3 hivi ambazo zimeko tayari kutupa the results. Yes. Shukran sana. Manzu, huyo ndiye anayesimamia uchaguzi ama kura ya mchujo katika chama cha Jubilee eneo bunge la Dagoretti, na bila shaka tuko hapa kuweza kuwapasha watazamaji ni yapi ambayo yanajiri katika eneo hili hadi pale tutakapopata kiongozi. Kwa sasa upinzani mkubwa ukiwa ni kati viongozi wawili katika kiti cha eneo bunge wakiongozwa na mbunge mteule Agnes Elachi kunradhi, lakini tunamjua kama Elachi. Manzu, narudisha kwako basi. Tutaweza kuwasiliana baadaye tujue ni yapi ambayo yanajiri. Asante sana Nick Wambua ukiwa katika sehemu hiyo, na vile vile wakati huu mtazamaji, sasa tunaungana na mwanahabari mwenzangu kiasi tu atuarifu na kinachoendelea katika sehemu ambayo ndio kituo kikuu cha kuchukua hesabu yote, ambaye ni Lofty Matambo akitujia kutoka katika uwanja wa Nyayo hivi sasa. Lofty, kunaendelea nini kwa sasa katika sehemu ambayo uko? Na asante Manzu, kusema kweli ni kwamba nafikiri subira yetu itaendelea kuvuta heri, kwa maana hadi sasa bado kituo hiki cha kupigia kura cha Nyayo katika wadi ya Nairobi West eneo bunge la Lang'ata
bado haijabadilishwa kuwa kituo cha kujumuisha kura katika kaunti nzima ya Nairobi kama alivyoarifu hapo awali, lakini ni kwamba tu bado wanaendelea kujumuisha kura za hapa. Iwapo utatazama nyuma, yule mpigia picha wangu mwingine Binti Lois ako karibu zaidi kuweza kukuonyesha kinachoendelea. Nafikiri hapa nitashuhudia kwamba nimeona ustaarabu wa hali ya juu, tofauti na yale maeneo mengine ambayo nimezuru, sitayataja, lakini kidogo kulikuwa na mishemishe, mshike hapa. Kwa kweli shughuli imeisha vyema kabisa. Inakadiriwa kwamba katika kituo hiki kulifaa kuwa na wapigaji kura kama 2000 hivi, na sijui kama kulingana na ratiba yao wote wameweza kupiga kura hapa, lakini kama unavyoona mawakala wametulia, wamejiachilia tu kusubiri wakati kura zitakapomaliziwa kuhesabiwa hapa watangaze tena. Labda ndo wale maafisa ambao tumewasubiri kwa hamu mno wa bodi ya kusimamia uchaguzi ya Jubilee ya kitaifa waweze kufika na tuweze kuona shughuli itakuwa namna gani. Kumbuka hapa mwanzo ni vizuri sana kuweza kutoa utaratibu utakaokuwa kwa mtazamaji wetu aweze kufahamu kwamba hapa tumekita kambi kwa ajili ya viti vitatu ambavyo ndo sura ya kaunti hii ya Nairobi. Nazungumzia mwakilishi wa kike, nazungumzia seneta, kiti cha seneta na vile vile cha ugavana. Vile viti vingine kama ubunge na vile vile wakilishi wa wadi, tutapata matangazo hayo kutoka kwa vituo mbalimbali. Kumbuka kiti cha seneta ambacho kimemvutia Johnson Sakaja, naye Kavemba Mutinda ambaye alikuwa awali katika chama cha ODM tena akagura Jubilee na kupata fursa hii ya kumenyana na mwenzake ili kuona nani ataweza kupeperusha bendera hii na kuweza kupimana nguvu na mwakilishi ambaye atakuwa anapeperusha bendera ya ODM ambaye ni Gabriel Chapia, akapewa tiketi ya moja kwa moja, itakuwa inaweza kudhihirika. Wengine ambao labda wengi hawafahamu katika kiti hiki cha seneta ni kama Abdi Ali Sheobo, kuna William Wahome Kabera pamoja na Gerald Mithamo Mishiri ukipenda, si Michiri, Mishiri. Katika kiti cha uwakilishi wa wanawake ama wa kike, mbali na Manzi Wanai kama anavyojiita Rachel Shebesh pamoja na Karen Nyamu na vile vile Millicent Omanga ambaye wengi wanawafahamu hawa watatu. Kunao wengine ambao ni mabinti pia wanaweza kunyang'anyia kiti hiki. Kwa haraka upesi tu labda ni wataje watu wafahamu, maana tutakuwa tunawataja sana usiku kucha hapa. Kumalizia kunaye Wangui Ng'ang'a, kuna Mary Mudachi, kuna Rosemary Wairimu, Lucy Kamura na vile vile Janet Mudhoni Gishuki. Hawa ni 8 kwa taarifa yako iwapo ulidhani wako 4 peke yake. Na vile vile kiti cha ugavana Mike Mbuvi Sonko, Peter Kenneth pamoja na Askofu Margaret Wanjiru ambaye taarifa zilizotufikia katika muda mfupi tu uliopita ni kwamba amewezwa kutiwa mbaroni kwa madai ya kuweza kushiriki fujo katika kituo cha kupiga kura cha City Park. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia pia matokeo hayo ya kwa nini mgombeaji huyu wa ugavana Askofu Margaret Wanjiru katiwa mbaroni kwa kukisiwa kwamba alikuwa anazua rabsha katika kituo kile cha City Park. Nafikiri kwa sasa nitaachia hapo Manzo uweze kugusia kwengineko, lakini na kuahidi kwamba mimi na mwenzangu Asha Mwilo ambaye atakuwa analeta matangazo haya kwa lugha ya kubana pua na kulegeza ulimi, yani ungenge, tutakuwa tunakuletea haya yote ikiwezekana usiku kucha ili tujue nani kaibuka kidedea. Kwako Manzo. Lofty Matambo ukiwa katika sehemu hiyo ya uwanja wa Nyayo. Mtazamaji, kama anavyokuelezea, watakuwa hapo usiku kucha kuletea matokeo kamili ya jinsi hali itakavyokuwa. Tutajaribu kuwasiliana na mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei kutoka katika kaunti ya Uasin Gishu hivi sasa ili atuarifu na pia kinachoendelea kwa haraka tu. Elvis, manake tuna mahojiano hapa studio hivi sasa. Upande wenu huko labda kinachoendelea ni kipi? Naam, Alimanzu, hivi sasa wagombeaji wameweza kufika katika chuo cha anuai cha Eldoret Polytechnic ambapo wanasubiri baadhi ya matokeo. Lakini cha msingi nataka nizungumze moja kwa moja na Kevin Okwara ambaye ni mgombeaji wa Turbo na aliweza kufanya vizuri katika matokeo, lakini kuna jambo moja ambalo limeweza kutatiza, kwani amekosa kukabidhiwa cheti kwa sababu ambazo anazijua yeye. Labda tuambie ni nini hasa kiliweza kutokea? Leo asubuhi tuliamka tukaenda katika ile tallying center na tulijua kwamba baada ya kupiga kura tunaenda kutangaziwa results, ile matokeo ya kupiga kura. Na kufika pale si tulishangaa kwa sababu baada ya kuhesabu kura mimi nilikuwa na kura 9,900. Yule mpinzani wangu wa karibu alikuwa na kura 7,000.
na tumekaa hapa. Huyo ni mgombezi Okwara, mtazamaji, kutoka eneo bunge la Turbo. Kidogo tu hapo kulikuwa na changamoto, na anasema kwamba ameweza kushinda kupitia kiti cha Jubilee, lakini taarifa tulizonazo katika meza yetu ya habari ni kwamba afisi ya chama cha Jubilee imekataa kumpa cheti chake kwa sababu ambazo mpaka sasa labda hatujajua ni kwa nini. Lakini tuko na mahojiano yetu hapa hivi sasa na mmoja wa mawakili hapa jijini Nairobi, Ishmael Nyaribo. Asante sana kwa kuweza kufika katika studio zetu. Nadhani itakuwa vyema tukianza na huyu bwana ambaye ameshinda katika eneo bunge la Turbo kule, ama Turbo ukipenda, liko kaskazini mwa bonde la Ufa, lakini taarifa zinazomfikia ni kwamba hajapewa cheti. Ni kama afisi kuu imekataa kumpa cheti. Kwa nini inakuwa kama hivyo wakati ameshinda kura 9,000 na mpinzani wake wa karibu ana kura 7,000? Asante Manzu kwa hii fursa. Jambo la kwanza kusema ni kwamba ni haki ya Bwana Okwara kupatiwa cheti cha ushindi cha kuonyesha kwamba yeye, wananchi wamemchagua aende kugombea eneo la ubunge la Turbo kupitia kwa hiyo ticket ya Jubilee. Hiyo ni haki yake. Na pia vile vile kwa desturi za demokrasi ni lazima, ikiwa watu wamenena wanasema ni Bwana Manzu tunataka, ni vizuri party iwawachilie wale watu wafanye vile ambavyo wanataka kufanya kwenye uchaguzi wao. Jambo la tatu, however, ni kwamba kila party iko na sheria zake, kila party iko na rules zake. Na ukiangalia ni rules za Jubilee ziko na haki, zinasema kwamba party iko na haki kwa kuzingatia maadili ya mgombezi na kuangalia kusaidia party kusimama imara kwa njia ya kidemokrasia. Wanaweza kukataa kumpatia cheti cha ushindi hata ikiwa mtu ameweza kushinda. Yes. Iko hiyo sheria. Iko rule ambayo wanasema kwamba ikiwa wanaona ya kwamba huyu mtu hata support party yake ya Jubilee, wako na haki kwenye ile constitution yao kama Jubilee, na wako na haki kwenye zile rules za nominations kumkataza kupatiwa cheti cha kuombea huo ubunge. Lakini kwa sasa sijui ni kwa nini, kama amepata 9,000 na mwenzake amepata 2,000, sijaelewa kwa sababu hatujaona kwa vyombo ni kwa nini wamemnyima hiyo certificate. Nadhani tutarudi kwenda kuwasiliana naye mwanahabari mwenzangu kidogo hapo, mawasiliano yamekatika, lakini tuje tuzungumzie uamuzi ambao umefanywa jioni ya leo kutoka kwa mahakama kwamba wamezuia wale ambao wagombezi ama ambao wameshindwa na vyama vyao kurukaruka katika vyama vingine. Kauli yako ni ipi kuhusiana, ama una maoni gani kuhusiana na uamuzi ambao umetolewa jioni ya leo? Unajua, mahakama haikatai ya kwamba watu hawawezi kutoka chama kwenda kingine. Kitu ambacho mahakama imezingatia ni kwamba kwa muda fulani ndio tufike uchaguzi, hawezi kutoka Jubilee unarukaruka unaenda ODM, unaenda Wiper, unaenda wapi. Kwa hivyo unakumbuka mwanzoni walikuwa wanasema magavana walikuwa wanataka ile period ikuwe extended, ikuwe sijui 90 days. Ndiyo. Na kuna ile sheria inasema kwamba mnakubaliwa kurukaruka within ile siku 45. Ndio zimewekwa. Kwa hivyo hili ndilo jambo ambalo gavana walipeleka kotini. Na nafikiria kwamba koti kwa kuzingatia zile kipengele cha 73 na 81 ya constitution yetu na kwa kujaribu kuhalalisha demokrasia kwa nchi yetu, wameona ni vizuri ya kwamba, na nafikiri hiyo judgment ya judge Bwana Chacha Mwita is very good. Hiyo ndio tunataka, ndio watu waweze kukuza vyama vyetu kidemokrasia na viwe na nguvu kwa nchi yetu. Lakini kwa upande mwingine hapa hajagusia, naomba uingilie ndani kidogo, hajagusia wale ambao ni wagombezi wa kujitegemea, ni independent candidates. Uamuzi wa hujagusia watu kama hawa. Asante, lakini hiyo ni sheria. Jambo ambalo judgment hii inazingatia ni mambo ambayo governor walipeleka kotini, lakini na ni mambo ambayo yanahusu vyama. Ikiwa wewe
kata kauli, kujisimamia wewe mwenyewe na upatie barua kwa Lucy Ndungu registrar wa political parties na ujulishe party yako, alafu useme mimi nataka kusimama imara peke yangu, nitetee watu wa upande ya kwetu ama ya upande yangu, basi wewe uko huru. Na hapo hakuna jambo la kurukaruka ambalo limezungumziwa na mahakama kuhusu hilo jambo. Vyema kabisa. Nadhani kabla hatujaendelea na mahojiano yetu, acha tuende Nyeri kidogo pia tuangazie jinsi shughuli hiyo ilivyoenda katika maeneo hayo. Kulikuwa na nadhani mpaka saizi katika sehemu za Mukurweini pale ambao walianza kupiga kura mwendo wa saa 9 na dakika 55 leo mchana hivi sasa, kumaanisha kwamba shughuli hiyo bado inaendelea. Labda tumpishe mwanahabari mwenzangu ambaye ni Mashirima Kapombe atuarifu na kile ambacho aliweza kupokea kutoka katika maeneo hayo. Katika kituo cha kupigia kura katika shule ya upili ya St Mary's kumeibuka madai kuwa kuna mwanamke mmoja pamoja na wengine ambao wanasemekana kuwa walikuwa wanataka kupiga kura mara mbili. Huyu mama akakuja akaingia na ID moja na kula mbili, na ukiangalia moja ni ya fiber, imefiksio kama venye ina fiksio za fiber, photocopy. Katika baadhi ya vituo vya kupigia kura katika eneo bunge la Mukurweini, vifaa vya kupigia kura viliweza kufika mwendo wa saa 10, jambo ambalo liliwaghadhabisha wananchi ambao walikuwa kwenye vituo hivyo kuanzia mwendo wa saa 12 asubuhi. Nilikuwa nimepoteza fahamu kabisa juu niliona sasa kama kura hatutavote. Tumesema tutavote paka saa ile tutamaliza, hata kama ifike usiku. Hii masaa mawili sioni kama itatosha, na maneno ya usiku si mzuri. Kushauriana usiku ni kitu ambao sio ya ukweli. Kutokana na kucheleweshwa kwa vifaa, wasimamizi wa vituo waliamua kuanza na wazee ili waweze kufanya shughuli yao kwa haraka na kuondoka. Hata hivyo, katika baadhi ya vituo vya kupigia kura kama Nyeri Health Center, wananchi walianza kupiga kura kuanzia mwendo wa saa 12 asubuhi. I do think today the arrangements appear to be quite okay. Swala la propaganda miongoni mwa wagombeaji lilijitokeza, huku wagombeaji wakilaumiana kwa kujaribu kupakana tope. Kumekuwa na madai kuwa unahusika katika kueneza propaganda kuhusu wagombeaji wengine kuwa wamejiondoa katika kinyang'anyiro hicho. Ni kweli? Sio mimi. We are trying to do the same thing in Othaya and other places, saying Dr. Wahome Gakuru has moved to Maendeleo Chapchap. Watu wale wanajua tunashinda hii, ni watu wale wanajua tuko mbele, ndio washtue watu, waambie watu wasiende kupiga kula. Na tutazidi kukujuza kuhusiana na takwimu ambazo tutakuwa tunazipata kutoka maeneo bunge yote hapa katika kaunti ya Nyeri. Mimi ni Mashirima Kapombe, kwako studio. Naam, asante sana. Ni Mashirima Kapombe huyo alitutumia taarifa hiyo saa za jioni kutoka katika maeneo ya Mukurweini kule ambako kidogo kulikuwa na matatizo, lakini sasa tunaarifiwa kwamba shughuli hiyo ni kama inaendelea. Katika kumalizia mahojiano yetu hapa studio, labda Ishmael, utuarifu siku ya leo, labda umeona vile shughuli imeenda hususan katika jiji la Nairobi, jiji ambalo ni chama cha Jubilee kilikuwa kinafanya kura zake za mchujo, na tayari naona matokeo ni kama yanaanza kutoka kwenye muda usiokuwa mrefu. Tutakuelezea mtazamaji shughuli yenyewe unaichukulia vipi, vile ilianza mpaka usambazaji wa vifaa, na kulikuwa na ghasia katika baadhi ya maeneo. Mtu mmoja anaarifiwa alifariki maeneo ya Pangani na vitu kama hivyo. Kwa kusema ukweli, Nairobi ni county na sehemu ambaye hatukutarajia kupata makosa madogo madogo kama yale ambayo tunapata. Hizi ni vitu ambazo tunatarajia kuziona kwenye sehemu zile ambazo hazina transportation mzuri na pale kuna shida kadhaa, lakini Nairobi ni international city. Tunatarajia ya kwamba tukisema tunaanza kupiga kura saa 12, vifaa vyombo zote vile wasimamizi watafika pale mapema. But mbali na hayo, Manzu, nilikuwa tunataka kujaribu kusema ya kwamba umeona kuna msukosuko na kutofautiana sana kati ya wale viongozi ambao ni
ni Peter Kenneth na Bwana Sonko. Ndio. Na naona hapa mwerefu ni Waititu ambaye alichagua mapema kutoka katika sehemu ya Nairobi. Ndio. Ameenda pale Kiambu. Na unaona ya kwamba ameshinda kwa margin kubwa sana. Ndio. Na umeona pale Bwana Sonko anasema kwamba mambo yasipokwenda venye anatarajia, yani akiona ya kwamba watu hawatakuwa fair, atakuwa anatoroka kwenda kujisimamia kwa njia yoyote ile aweze kuwakilisha watu wake. Kwa hivyo ni kinyang'anyiro ambacho kila mtu anategemea sana na kuangalia, kungojea kwa hamu kuona itatangazwa vipi na ikiwa wale wagombeaji wote wawili watasema ndio ilikuwa ni fair and free. Hilo ndilo hayo ndio mambo ambayo tunangojea. Kwa sekunde 30, shughuli yenyewe imekuwa vipi katika hizi wiki ambazo tumekuwa tukiendelea mpaka unakuta imesongezwa tena mpaka Jumapili, na hivi sasa labda pale tulipo, kwa maoni yako shughuli yenyewe imeenda vipi? Kwa ufupi Bwana Manzu, naona ya kwamba Jubilee wamejitokeza wakiwa na mpangilio ambao unaonekana at least uko na visanga ambavyo sio vingi vile. Na ukiangalia uchaguzi ule ambao umefanywa na NASA, kumekuwa na mauaji, kumekuwa na vurugu, watu kukimbishana hapa na pale, watu kutokubaliana na matokeo yale. Kwa hivyo naweza sema kwamba Jubilee wamejaribu kwa kujipanga kuhakikisha kwamba wametoa watu, wamepigania ile kitu wanataka, na sasa ile tunangojea ni kuona kama wale watu watakubaliana matokeo kama vile Bwana Kabogo alikubali. Hilo ndilo jambo ambalo tunangojea. Nikimalizia, lazima uchaguzi huu uimarishe demokrasia. Sio watu kwenda kubeba kisu, watu kubeba bunduki, watu kuuana, unaona bodyguards wanauawa. Demokrasia lazima idumishwe, hata ikiwa ni upande wa NASA ama ikiwa ni upande wa Jubilee. Asante sana Ishmael Nyaribo kwa kuweza kufika siku ya leo katika kupeleka mahojiano